Aisha, uko wapi? Sauti ya Amir ilikuwa ya dharura na yenye wasiwasi. Nimekuwa nikijaribu kuwasiliana nawe kwa masaa kadhaa. Aisha alisita akiwa hajui ni kiasi gani cha kusema. Niko na Juma, alisema hatimaye. Kuna nini kinaendelea, Amir? Kulikuwa na kimya kifupi upande wa pili wa simu. Aisha, najua kinachoendelea, Amir alisema kwa sauti ya chini. Ninajua kuhusu utambulisho wa kweli wa Juma. Na ninajua kuhusu vitisho vya Kofi. Macho ya Aisha yalipanuka kwa mshangao. Umejuaje hayo? Aliuliza kwa msisitizo. Nina njia zangu, Amir alisema. Lakini sikiliza Aisha, nahitaji kukuona. Sasa hivi. Tunahitaji kuzungumza haya uso kwa uso. Aisha alisita akiwa hajui afanye nini. Lakini kitu katika sauti ya Amir kilimfanya amwamini. Sawa, unataka tukutane wapi? Aliuliza. Nitakuja nilipo, Amir alisema. Tafadhali kaa salama, Aisha. Na usimwamini mtu yeyote. Simu ilikatika na Aisha alibaki akitazama simu yake kwa mshangao. Amir anajua nini? Na anataka kuzungumza kuhusu nini? Alimgeukia Juma ambaye alikuwa akimwangalia kwa wasiwasi. Ni ndugu yangu, alieleza. Anajua kuhusu utambulisho wako wa kweli. Na anataka tukutane. Macho ya Juma yalikaza. Unamwamini? Aliuliza. Aisha alisita. Alitaka kumwamini Amir, lakini sehemu ya moyo wake ilikuwa na mashaka. Sijui, alikiri. Juma alitikisa kichwa. Basi tutakuwa waangalifu, alisema. Tutakutana na Amir, lakini kwa masharti yetu. Na tutajitayarisha kwa lolote. Walipokuwa wakimsubiri Amir Afaik, Aisha hakuweza kuondoa hisia kwamba walikuwa wanatembea kwenye mtego. Lakini pia alijua kuwa walipaswa kuchukua hatari hiyo kwa ajili ya mustakabali wao. Amir aliwasili kwenye jumba hilo, macho yake yakikagua mazingira ya kifahari kwa mchanganyiko wa udadisi na mashaka. Aisha alimkaribisha kwa uchangamfu, lakini uso wa Juma ulibaki kuwa na tahadhari. Unajua nini, Amir? Juma aliuliza, sauti yake ikiwa thabiti lakini yenye heshima. Amir alisita, macho yake yakizunguka kati ya Aisha na Juma. Ninajua kuwa wewe ni mkurugenzi mtendaji wa JK Enterprises, hatimaye alisema. Na ninajua kwamba Kofi anajaribu kuchukua udhibiti wa kampuni. Macho ya Aisha yalipanuka kwa mshangao. Umejuaje? Aliuliza tena. Amir alikunja mabega. Nina vyanzo vyangu, alisema. Lakini ninachotaka kujua ni kwa nini ulificha hili kutoka kwetu, Aisha. Kwa nini ulimuoa mtu bila kutuambia ukweli kuhusu yeye? Aisha alihisi hali ya kujihami ikimpanda, lakini Juma aliingilia kati kabla hajajibu. Nilimwomba Aisha afiche utambulisho wangu wa kweli, Juma alieleza. Nilitaka kumlinda yeye na uhusiano wetu dhidi ya hila na tamaa ya Kofi. Uso wa Amir ulilegea kidogo, lakini macho yake bado yalionyesha mashaka. Naelewa hilo, alisema. Lakini nisichoelewa ni kwa nini bado mnaficha ukweli. Kwa nini msimkabili Kofi na kuchukua tena udhibiti wa kampuni? Macho ya Juma yalionyesha hasira iliyofichika, lakini alichukua pumzi ndefu kabla ya kujibu. Si rahisi hivyo, Amir alisema. Kofi ana washirika wenye nguvu na hatasita kutumia mbinu chafu kupata anachotaka. Tunapaswa kuwa waangalifu, kukusanya ushahidi na kujenga kesi dhidi yake kabla ya kuchukua hatua. Amir alitikisa kichwa kwa mawazo, uso wake ukionyesha umakini zaidi. Naweza kusaidia vipi? Aliuliza. Moyo wa Aisha ulijaa shukrani kwa kaka yake. Licha ya mashaka yake ya awali, alikuwa tayari kusikiliza na kusaidia. Lakini walipokuwa wakihisi kuwa wanafanya maendeleo, ghafla sauti kubwa ilisikika kutoka nje ya chumba. Sauti kubwa hiyo ilikuwa mlio wa kioo kikivunjika, ukifuatiwa na sauti za miguu na kelele zilizojaa msisimko. Moyo wa Aisha uliruka alipobadilishana mtazamo wa wasiwasi na Juma na Amir.
Nini kinaendelea? Amir aliuliza kwa haraka, tayari akielekea mlangoni. Uso wa Juma ulikuwa mzito, akimfuata kwa hatua thabiti. Sijui, lakini tuko karibu kugundua. Aisha aliwafuata nyuma, moyo wake ukidunda kwa hofu. Walipoingia kwenye ukumbi, waliona kuwa moja ya madirisha lilikuwa limevunjika na mtu alikuwa akijipenyeza kupitia vipande vya kioo kilichovunjika. Mtu huyo alikuwa Kofi, kaka yake Juma. Mwili wake ulikuwa umefunikwa na vumbi na vipande vya mabaki, macho yake yaking'aa kwa hasira na dhamira. Mlifikiri mnaweza kujificha kutoka kwangu? Kofi alitema kwa chuki. Mlifikiri mnaweza kunizuia kupata kile kilicho haki yangu? Uso wa Juma ulikuwa mtulivu, lakini macho yake yalikuwa yakiwaka kwa ghadhabu. Utafanikiwa, Kofi alisema kwa sauti thabiti. Utalipa kwa kila uovu uliofanya. Kofi alitabasamu kwa dharau, macho yake yakijaa hila. Tutaona kuhusu hilo, alisema huku akitoa kifaa kidogo kutoka mfukoni mwake. Moyo wa Aisha ulisimama kwa hofu alipotambua kifaa hicho ni nini. Kilikuwa ni kifaa cha kurekodi na Kofi alikuwa anakishika juu, tabasamu la ushindi likienea usoni mwake. Unaona, Juma, Kofi alisema, sauti yake ikiwa na mshindo wa ushindi. Nimekuwa nikirekodi mazungumzo yetu. Na nina ushahidi kuwa wewe si mtu unayesema kuwa wewe ni. Macho ya Aisha yalipanuka kwa mshtuko alipotambua athari za maneno hayo. Kofi alikuwa na ushahidi ambao ungeweza kuharibu sifa ya Juma na kusambaratisha kabisa maisha yao ya baadaye. Uso wa Juma ulipauka alipotambua uzito wa hali hiyo. Unataka nini? Kofi aliuliza, sauti yake ikiwa thabiti lakini tulivu. Tabasamu la Kofi likapanuka zaidi. Ninataka udhibiti wa JK Enterprises, alisema. Na nataka usaini hati za kunikabidhi hisa zako. Usipofanya hivyo, nitatoa rekodi hii kwa vyombo vya habari na kuharibu sifa yako. Aisha alihisi hasira na azma ikimjaa. Alijua kuwa Juma hangeweza kamwe kukubali masharti ya Kofi, lakini pia alitambua kuwa walipaswa kuwa waangalifu. Kofi hakuwa na huruma na alikuwa tayari kufanya lolote kupata anachotaka. Hatutakuruhusu kufanikisha hili, Kofi, Amir alisema kwa sauti thabiti. Tutakupinga kila hatua ya njia. Tabasamu la Kofi lilififia kwa sekunde moja, lakini kisha alijituliza. Tutaona kuhusu hilo, alisema. Mna saa 24 kutimiza matakwa yangu. Msipofanya hivyo, nitatoa rekodi hii kwa vyombo vya habari. Baada ya kusema hayo, Kofi aligeuka na kuondoka, akiwaacha Juma, Aisha na Amir wakitazamana kwa mshtuko na azma. Tutafanya nini? Aisha aliuliza, sauti yake ikiwa dhaifu kama mnong'ono. Uso wa Juma ulikuwa mzito. Tutampiga vita, alisema. Tutakusanya ushahidi na kujenga kesi dhidi yake. Tutamwonyesha kuwa hawezi kututisha ili kufanikisha malengo yake. Amir alitikisa kichwa kwa kukubaliana. Tutafanya lolote kulinda wewe na sifa yako, Juma alisema. Aisha alihisi fahari na upendo kwa kaka yake na mume wake. Walikuwa jasiri na wenye nia thabiti na alijua kuwa wangepambana hadi mwisho kulinda kile kilicho haki yao. Lakini waliposimama pale wakipanga hatua yao inayofuata, Aisha hakuweza kuondoa hisia kwamba walikuwa kwenye hatari kubwa. Kofi alikuwa mjanja na mkatili na hangesita kufanya lolote kufanikisha lengo lake. Na kisha walipokuwa karibu kuandaa mpango, simu ya Aisha ililia. Alisita kwa sekunde moja kabla ya kuipokea, moyo wake ukidunda kwa kasi. Halo, alisema, sauti yake ikiwa dhaifu kama mnong'ono. Aisha, ni mimi Fatima, sauti ya mama yake ilisikika upande wa pili wa simu. Ninahitaji kukuona. Sasa hivi. Moyo wa Aisha uliruka. Mama yake alitaka nini? Na kwa nini sauti yake ilisikika ya dharura kiasi hicho? Moyo wa Aisha ulikuwa unadunda kwa kasi alipomsikia mama yake akizungumza kwa sauti ya dharura. Kuna nini mama? Aliuliza, akijaribu kuweka sauti yake iwe tulivu. Ninahitaji kukuona ana kwa ana, mama yake alijibu. Ni kuhusu baba yako. Amepokea ujumbe wa kutisha kutoka kwa Kofi.
Macho ya Aisha yalipanuka kwa mshtuko. Ujumbe wa aina gani? Aliuliza kwa msisitizo. Anamtishia baba yako. Amesema atamdhuru ikiwa hutamshawishi Juma akubali matakwa yake, mama yake alisema kwa sauti inayotetemeka. Aisha alihisi ghadhabu na hofu vikimpanda. Kofi angewezaje kushuka hadi kiwango hiki cha unyama? Inakuja mara moja, mama alisema, akijaribu kumtuliza mama yake. Alipokata simu, Aisha aligeuka kumtazama Juma na Amir. Ni mama yangu, alisema, sauti yake ikitetemeka. Kofi anamtishia baba yangu ili tushinikizwe kukubali matakwa yake. Uso wa Juma ulijawa na hasira. Hatutakubali kamwe matakwa yake, alisema kwa uthabiti. Tutawalinda familia yako, Aisha. Naahidi. Amir alitikisa kichwa kwa kukubaliana. Tutaimarisha ulinzi kwa familia yako, Aisha. Tutahakikisha wako salama. Aisha alihisi shukrani kubwa kwa Juma na Amir. Alijua kwamba wangepigana kwa kila njia kuhakikisha usalama wa familia yake. Walipokuwa njiani kuelekea nyumbani kwa familia ya Aisha, hakuweza kuondoa hisia ya wasiwasi. Vitisho vya Kofi vilikuwa vinazidi kuongezeka na walihitaji kuchukua hatua haraka kumzuia. Walipofika nyumbani, mama yake Aisha alikuwa anawasubiri, macho yake mekundu kwa kulia. Aisha, nashukuru umefika, alisema huku akimkumbatia binti yake kwa nguvu. Baba yake Hassan alikuwa ameketi sebuleni, uso wake ukiwa mzito. Aisha, tunahitaji kuzungumza, alisema kwa sauti nzito. Walipoketi kujadili hali hiyo, Aisha alihisi kuwa baba yake alikuwa anaficha jambo fulani. Macho ya Aisha yalipata makengeza alipomtazama baba yake kwa makini. Ni nini, baba? Aliuliza kwa upole, akitumia neno la heshima kwa baba katika utamaduni wao. Huniambii jambo fulani? Hassan aliangalia kwa sekunde moja kwa Fatima, mke wake, kisha akamwangalia Aisha. Ni kwamba nimekuwa nikipokea vitisho hivi kwa muda sasa, alikiri. Lakini sikutaka kukutia wasiwasi wewe au mama yako. Macho ya Aisha yalipanuka kwa mshangao. Kwa nini hukuniambia? Aliuliza kwa msisitizo. Hassan alishusha pumzi. Sikutaka kukuletea mzigo, Aisha. Umepitia mengi tayari, ndoa yako na kuzoea maisha mapya. Sikutaka kuongeza mzigo wako wa mawazo. Aisha alihisi mchanganyiko wa hisia, hasira, maumivu na hofu kwa usalama wa baba yake. Lazima tumwambie Juma kuhusu hili, alisema akisimama. Anahitaji kujua kuwa vitisho vya Kofi vinaongezeka. Walipomweleza Juma kuhusu hali hiyo, Aisha aliona jinsi akili yake ilivyokuwa ikifanya kazi kwa haraka, akipanga hatua yao inayofuata. Tunapaswa kuchukua usalama wa baba yako kwa uzito, Juma alisema kwa uthabiti. Nitaongeza hatua za ulinzi kwa ajili yake na mama yako. Na tutaanza kukusanya ushahidi wa kutosha kumwangusha Kofi mara moja na milele. Aisha alihisi shukrani kubwa kwa Juma. Alikuwa akifanya kila awezalo kulinda familia yake. Lakini walipokuwa wakipanga hatua yao inayofuata, simu ya Amir ililia ghafla. Aliipokea, akasikiliza kwa muda mfupi, kisha uso wake ukawa mzito. Ni nini? Aisha aliuliza akiwa na hofu isiyoelezeka. Macho ya Amir yalikutana na yake. Ni polisi, alisema. Wamepokea taarifa kuwa Kofi anapanga kufanya shambulio dhidi ya Juma. Tunapaswa kumpeleka sehemu salama haraka. Moyo wa Aisha uliruka. Vitisho vya Kofi vilikuwa vinakuwa halisi zaidi. Walihitaji kuchukua hatua haraka ili kumlinda Juma na familia yake. Moyo wa Aisha ulikuwa unadunda kwa kasi alipomshika Juma mkono. Tunahitaji kuondoka hapa sasa hivi, alisema kwa sauti ya dharura. Juma alitikisa kichwa kukubali, macho yake yakikagua chumba kwa tahadhari. Twendeni, alisema, akiwaongoza Aisha na Amir kutoka nyumbani. Walipokuwa wakielekea kwenye gari, simu ya Aisha iliita. Alisita kwa sekunde kabla ya kuipokea, moyo wake ukipiga kwa hofu. Aisha, ni Kofi, sauti kutoka upande wa pili wa simu ilisema, na kumpitisha baridi mwilini.
Unadhani unaweza kumficha Juma kwangu? Nitampata kila wakati. Na nitahakikisha analipa kwa yote aliyoyafanya. Macho ya Aisha yalikutana na ya Juma, moyo wake ukidunda kwa hofu. Hutashinda, Kofi alisema kwa msisitizo, akijaribu kudhibiti sauti yake. Kicheko cha Kofi kilimfanya Aisha asisimke. Tutaona hilo, alisema kabla ya kukata simu. Mikono ya Aisha ilikuwa inatetemeka alipomgeukia Juma. Hatobaki nyuma kwa chochote, alisema kwa sauti ya chini. Uso wa Juma ulikuwa wa uzito, lakini macho yake yalikuwa yamejaa azimio. Tutamkomesha, Aisha alisema. Pamoja tutahakikisha anapata adhabu anayostahili. Walipokuwa wakiondoka nyumbani, Aisha hakuweza kuyazuia mawazo kuwa walikuwa wanafuatwa. Aliangalia kwenye kioo cha nyuma, lakini hakuona kitu cha kushangaza. Lakini walipogeuka kona, Aisha aliona SUV nyeusi ikiwafuata. Moyo wake uliruka alipogundua kuwa watu wa Kofi walikuwa wanawakaribia. Itaendelea. Macho ya Aisha yalikuwa yameganda kwenye kioo cha nyuma, moyo wake ukipiga kwa hofu. Juma, tunafuatwa, alisema kwa sauti ya chini. Macho ya Juma yalielekea kwenye kioo hicho na uso wake ukabadilika kuwa wa wasiwasi. Amir, unaweza kuwatoroka? Aliuliza kwa sauti thabiti. Amir alitikisa kichwa, macho yake yakiwa yamelenga barabara. Shikeni vizuri, alisema akigeuza gari kwa kasi kushoto. SUV hiyo iliwafuata, matairi yake yakilia kwa nguvu ilipogeuka kwa kasi. Moyo wa Aisha ulikuwa unadunda kwa hofu, mikono yake ikishikilia kiti kwa nguvu huku Amir akigeuka tena kwa ghafla. Lakini haijalishi Amir alijaribu kiasi gani, SUV hiyo haikuachana nao. Aisha aliweza kuona nyuso za wanaume waliokuwemo, macho yao yakiwa baridi na ya hatari. Ghafla Amir alikanyaga breki kwa nguvu, gari likasimama kwa ghafla. SUV hiyo nayo ikasimama nyuma yao na wanaume wake wakaruka nje na kuizunguka gari yao. Moyo wa Aisha ulikuwa ukipiga kwa kasi, macho yake yameganda kwa woga alipowaona wanaume hao wakikaribia. Lakini Juma alitabasamu tu, tabasamu baridi na la kujiamini. Mchezo umeisha, mmoja wa wanaume alitamka kwa kejeli, akinyosha mkono kufungua mlango wa gari. Lakini kabla hajaufungua, kikosi cha walinzi wa usalama kilitokea ghafla, kikiizunguka SUV na watu wake. Macho ya Aisha yalipanuka kwa mshangao walipoona walinzi hao wakiwadhibiti wanaume hao, wakiwaweka pingu na kuwasomea haki zao. Juma alitabasamu tena, safari hii kwa kuridhika. Nadhani ni wakati wa kumkabili Kofi moja kwa moja, alisema, macho yake yaking'aa kwa azimio. Moyo wa Aisha ulijaa fahari na upendo kwa mume wake. Alikuwa jasiri, imara na mwenye dhamira. Na alijua kuwa pamoja wangemwangusha Kofi mara moja na milele. Wakati walinzi wa usalama walipowachukua wale wanaume, Juma alimgeukia Aisha na kutabasamu. Uko sawa? Aliuliza, macho yake yakichunguza uso wake kutafuta dalili zozote za mshtuko. Aisha alitikisa kichwa kuashiria ndiyo, bado akijaribu kuelewa kilichokuwa kimetokea. Ndiyo, niko sawa, alisema, sauti yake ikitetemeka kidogo. Juma alimkumbatia kwa nguvu. Pole kwa yote uliopitia, alisema kwa sauti yenye hisia. Lakini nakuhakikishia tutapitia haya yote pamoja. Amir, ambaye alikuwa akitazama tukio hilo likitokea, alitikisa kichwa kwa kukubaliana. Tutaongeza ulinzi zaidi, alisema. Tutahakikisha kuwa nyote mko salama. Walipokuwa wakiondoka eneo hilo kwa gari, Aisha alihisi ahueni ikimjia. Walikuwa wameepuka hatari kwa fedheha na alishukuru kwa akili ya haraka ya Juma na uzoefu wa Amir. Lakini walipofika nyumbani kwenye jumba, mama yake Aisha, Fatima, alikuwa akiwaongoja, uso wake umejaa wasiwasi. Aisha, nimekuwa nikijaribu kuwasiliana na wewe, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Nimepokea ujumbe kutoka kwa Kofi. Anatishia kumdhuru baba yako kama hutakutana naye kwenye ghala la zamani pembezoni mwa mji. Moyo wa Aisha ulianguka. Kofi alikuwa anazidi kuongeza vitisho vyake na alijua walihitaji kuchukua hatua haraka.
Uso wa Juma ukabadilika kuwa wa huzuni na uamuzi. Tutaenda, alisema. Lakini kwa masharti yetu, si ya Kofi. Amir alitikisa kichwa. Nitakwenda nanyi, alisema. Tutahakikisha kuwa mko salama. Walipokuwa wakijiandaa kukutana tena na Kofi, Aisha hakuweza kuondoa hisia ya hofu iliyokuwa ikimzonga. Je, nini kingetokea kwenye gala hilo? Je, wangeweza kumzuia Kofi na mipango yake mibaya mara moja na kwa wote? Walipofika kwenye gala la zamani, moyo wa Aisha ulikuwa ukidunda kwa hofu. Alijua kuwa Kofi alikuwa na uwezo wa kufanya lolote, na alikuwa na wasiwasi kuhusu kile ambacho kingemtokea baba yake. Juma alishika mkono wake, macho yake yakitazama machoni mwake. Tutapitia haya pamoja, alisema kwa sauti ya uthabiti na faraja. Amir alitikisa kichwa, macho yake yakichunguza eneo hilo. Nitashughulikia kamera za usalama, alisema. Ninyi wawili ingieni ndani mjaribu kuzungumza na Kofi. Aisha alipumua kwa kina na kutikisa kichwa. Yeye na Juma waliingia ndani ya gala, macho yao yakianza kuzoea mwangaza hafifu. Kofi alikuwa anawasubiri, uso wake ukiwa na tabasamu la kejeli. Kwa hiyo mnafikiri mnaweza kunizuia? Aliteta. Mnafikiri mnaweza kuchukua kile ambacho ni haki yangu? Uso wa Juma ulikuwa mtulivu, lakini macho yake yalikuwa yakiwaka kwa hasira. Utafanikiwa, Kofi alisema. Utalipa kwa yote uliyoyafanya. Kofi alicheka, kicheko cha baridi kisicho na furaha. Tutaona kuhusu hilo, alisema, akitoa kifaa kidogo kutoka mfukoni mwake. Lakini kabla hajabonyeza kitufe, Amir alivamia ndani ya gala, akifuatiwa na kikosi cha walinzi wa usalama. Imekwisha, Kofi, Amir alisema kwa sauti ya uthabiti. Hautamuumiza mtu mwingine tena. Uso wa Kofi ulijikunja kwa hasira, lakini alijua ameshindwa. Alidondosha kifaa na kuinua mikono kuashiria kujisalimisha. Wakati walinzi wa usalama walipomchukua Kofi, Aisha alihisi wimbi la ahueni likimpitia. Hatimaye yote yalikuwa yameisha. Baba yake alikuwa salama na Juma alikuwa pembeni yake. Juma alimgeukia, macho yake yakiwa yamejaa mapenzi na upendo. Najivunia sana kuwa na wewe, Aisha alisema. Wewe ni jasiri, mwenye nguvu na mrembo. Mimi ndiye mwanamume mwenye bahati zaidi duniani kuwa na wewe kama mke wangu. Moyo wa Aisha ulijaa mapenzi na furaha. Alijua kuwa alikuwa amempata mwenzi wa maisha katika Juma, na alishukuru kwa kila muda waliotumia pamoja. Walipotoka nje ya gala, wakiwa wameshikana mikono, Aisha alijua kuwa siku za mbele zilikuwa na matumaini, na kwamba wangekabiliana na changamoto zozote zitakazokuja pamoja. Hitimisho. Upendo wa Aisha na Juma uliendelea kukua kila siku. Walishirikiana katika kujenga upya kampuni ya JK Enterprises, wakitumia mali na ushawishi wa Juma kuleta mabadiliko chanya katika jamii yao. Familia ya Aisha hatimaye iliweza kuishi kwa amani, bila vitisho wala unyanyasaji kutoka kwa Kofi. Na Aisha na Juma waliishi kwa furaha milele, wakiwa wamezungukwa na wapendwa wao pamoja na utajiri na hadhi kubwa walioipata kama sehemu ya familia tajiri na yenye ushawishi ya J.K Enterprises. Je, umependa hadithi hii? Kama jibu ni ndio, tuambie unatizama kutokea pande zipi. Asante na karibuni tena kutazama video zinazofuata. Pia bonyeza neno subscribe kuwa mwanafamilia yetu, ni bure kabisa.